أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. Kaja ewe Muhammad, wakati tulipochukua kutoka kwa mitume kiaga chao, waminka, na kutoka kwako, wamin Nuhin, na kutoka kwa Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bni Maryam, na Ibrahim na Isa bni Maryam, wa akhadna minhum mithaqan ghalidha, na tumechukua kutoka kwao kiapo kizito. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wadhkur idh akhadna mithaqa wa akhadna minan nabiyina mithaqa. Taja ewe Muhammad wakati tulipochukua kutoka kwa mitume kiaga chao, na hii amekadiria Jalaluddin Utfi kwamba ndio maamuli wa idh akhadna, ni moja katika njia mbili. Maanake kumbuka kule kuchukua kwetu na pia yajuzu hii kuwa katika mahali kuwapakuwa ni maatufu, an yakuna maatufan ala mahali fi lkitabi fayamalu fihi masturan, ay kana hadha lhukmu masturan fi lkitabi wa wakti akhadna. Alivyosema pale kana dhalika fi lkitabi mastura wa idh akhadna min annabiyina mithaqa, liwe hilo katika kitabu ni lenye kuandikwa, lenye kuhifadhiwa, na katika ule wakati ambao tulichukua kutoka kwa mitume kiaga chao. Kwa ima iko katika mahali pa nasbi kwa udhkur, au iko katika mahali pa jari, masturan fil kitabi wa wakti akhdhina minan nabiyina mithaqahum. Sawa, kwa upande wa irabu iko hivyo. Sasa shekhe anasema hina ukhriju min sulbi adama kadharri, wakati walipotolewa mitume katika mgongo wa Adam alayhi salam kama sisimizi. Dharri jamu dharratin wa hiya asgharu min an-namli, ni mdudu mdogo kuliko chunguchungu. Kwa sema utaji wakati huo wa sisi kuchukua ahadi kutoka kwa mitume, wa minka, na kutoka kwako wewe, wa min Nuhin, na kutoka kwa Nuhi, wa Ibrahima, na Ibrahim alayhi salam, wa Musa, wa Isa ibni Maryam. Kiaga chenyewe ni kiaga gani? Asema bi ayabudu llaha, kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa yad'u ila ibadatihi, na kulingania kwenye kumwabudu. Wa dhikru lkhamsati min asfi lkhasi ala alami, baada ya kusema minan nabiyina, alafu asema minka, min Nuhin, wa Ibrahima, wa Musa, wa Isa ibn Maryam. Hawa wote ni mitume lakini baada ya kuwa ni mitume kisha sema tumechukua kiaga kwa mitume. Kwa nini wametajwa tena? Wametajwa asema min atfi lkhasi ala alami, ni katika kutupisha khasi juu ya kwa ajili ya kunini, tashrifan lilkhas, kwa tashrifu ya wale khasi waliotajwa, kwamba hawa wamepewa heshima ya kipekee
katika hao mitume wengine. Na wao tena ukiangalia namna walivyotajwa hapa, hakusema min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam wa minka. Wakati wa katika hawa aliyetangulia kupewa utume au kutumilizwa ni Nabii Nuhu alayhi salam, ndio wa kwanza aliyekuja, alafu akaja Ibrahim, alafu akaja Nabii Musa, akaja Nabii Isa, akaja ndio akaja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini hakuwekwa mwisho katika kutajwa, katajwa yeye kwanza. Baada ya kutajwa yeye akatajwa Nuhu sasa, ambaye yeye ndiye alitangulia kuliko wote, na hii nayo ina nafasi yake katika kuonyesha pia utukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba pamoja na kwamba yeye ni wa mwisho kuletwa, lakini ni mtukufu wao, ndio maana akatajwa wa mwanzo kabisa. Umeelewana? Nasema wakhadna minhum mithaqan ghalidha, na tumechukua kutoka kwao kiaga kizito, shadidan bilwafai bima hamaluhu bima humiluhu, kutekeleza kile ambacho wamekibebeshwa. Wa huwa liyaminu billahi taala, nayo ni yamini kuwapa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Hiyo mithaqan ghalidha ilikuwa ni nini? Kwanza waliapa kwa Mwenyezi Mungu, thumma akhdhu mithaqi, kisha kuchukua kiaga sasa baada ya kuapa. Na hapa naona waziwazi kuna intifaki, maana kule kaanza na dakhalna mithaqa nabiyina, dakhalna min nabiyina mithaqa. Sasa anasema kwamba liyasala sadiqina an sidqihi, hapa ndo pana intifaki. Baada ya kusema akhadna, sasa asema liyasala sadiqina, ili kuwauliza Mwenyezi Mungu wa kweli, an sidqihim, ukweli wao. Liyasala Allahu sadiqina an sidqihim, ili kuwauliza Mwenyezi Mungu wa kweli ukweli wao, fi tablighi risalati, katika kufikiliza ujumbe. Kiaga hiki Mwenyezi Mungu amekichukua ili kuja kuwauliza kwamba ujumbe wake umeufikisha. Tasbitan lilkafirina bihim, kwa ajili ya kuwanyamazisha wale waliowakanusha mitume hao, wale watakaokuwa wamewakufuru mitume hawa ile siku ya Kiyama, wakiuliza mitume kwamba mmefikiliza, wakisema ndio tumefikiliza, hawatakuwa na hoja wale ambao waliwakanusha. Umeelewana? Wa aadda lilkafirina adhaban alima, na amewaandalia makafiri adhabu yenye kutia uchungu. Aadda lilkafirina bihi adhaban alima, amewaandalia wenye kuwakanisha mitume adhabu yenye kutia uchungu. Mu'laman wa atfuna ala akhadna, hiyo aadha hii ni atfu juu ya akhadna. Ndio maanake waakhadna minhum mithaqan ghalidha wa aadda lilkafirina adhaban alima. Yajuzu fihi wajhani, ahaduhuma an yakuna ma'tufan ala ma dalla alayhi liyas'ala as-sadiqin litaqdir fa ataba as-sadiqin wa a'adda lilkafirin. Kwa hiyo anasema kwamba huu ni wajihi wa kwanza,
kwa ajili ya kuwauliza wakweli na kuwalipa kwa ukweli wao, na amewaandalia makafiri adhabu. Kwa ni maatufu juu ya hiyo, fa athaba sadiqina, maatufun ala ma dalla alayhi liyasala sadiqina. Wenyewe kwanza, wa pili ndio huu maatufun ala akhadna, lianna almaana anna allaha akada ala alambiyai dawata ila dinihi liithabati lmuminina wa aadda lilkafirina. Sawa. Ya ayuha alladhina amanu dhkuru ni'mata Allahi alaykum, enyi ambao wameamini, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yenu. Ijaatkum junudun, wakati yalipowajilieni nyinyi majeshi, minal kufari ayyama hasril khandaki, yalipowajilieni nyinyi majeshi katika makafiri katika yale masiku ya kuchimba khandaki. Maana katika vita vya Al-Khandaki wakati Waislamu walipozingirwa kila upande na makafiri walitana kutoka kila upande, wakawazingira Waislamu. Waislamu njia walioiona ya kujitetea ilikuwa ni kuchimba khandaki ili wasifikiwe kwa urahisi. Na kulikuwa kuna Mayahudi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewekeana nao mkataba wa amani, ahadi, kawekeana nao ahadi, kwa maana mkataba wa amani, kwamba wasifanyiane chochote kibaya wao na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini jamaa walivunja mkataba ule. Baada ya kuuvunja, wakaungana na vikosi vya makafiri vilivyotoka sehemu mbalimbali, na mpango huu ulipangwa na wale wa Quraishi wa Maka. Ndio wanapiga kampeni hiyo mpaka ikaitikwa sawa sawa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika hali ngumu, kama alivyosema kule, wabtulia almu'minuna wazulzilu zilzalan shadida, faqad ibtulia almu'minuna wazulzilu zilzalan shadida, wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Naelewa kwa sasa ilikuwa ni mchache. Wasema ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, udhkuru ni'mata Allahi alaykum, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu. Ijaatkum junudun fa arsalna alayhim riha, wakati yalipowajilieni nyinyi majeshi tukawapelekeeni upepo. Wa junudan lam tarawha, na majeshi ambayo hawakuyaona, majeshi wasiyoyaona. Minal malaika, katika malaika. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, na yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona yale mnayoyatenda, au ni mwenye kuyajua mno yale mnayoyatenda. Hapa asema bitai min hafri lkhandaki, kwa yale mnayoyatenda ambayo ni kule kuchimba lile handaki. Waliyai bima ya'maluna, kwa yale wanayoyatenda makafiri. Min tahzibi lmushrikina, na ni kule kukusanyika wale makafiri. Anajua, anaona yale wanayoyatenda, kujikusanya kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu. Hata hii akisema biliyai ni qiraa cha Abi Amri, walisoma bima ya'lamu. Ja'ukum min fawqikum, na
Sasa hapa akisema idjaukum min fawqikum, hii ni bayani au badali ya ile idjaatkum junudun, wakati yalipowajilia majeshi, wakati haya majeshi yalipowajilia min fawqikum, kwa juu yenu, wa min asfala minkum, na chini yenu, yani min a'la alwadi wa asfali, kwa juu ya wangwa na chini yake, min almashriqi walmaghrib, kutoka mashariki na maghrib, wamekujieni kutoka kote huko kakuzingira. Sawa, wa idh zaghatil absar, na wakati yalipokodoka macho, macho yamekodoka, malata an kulli shay'in ila aduwiha min kulli janibin, macho yalipoondoka kuacha kutazama kila kitu, yakawa yanatazama upande wa maadui zao tu, hawa watu waliowazingira kila upande. Wabalaghatil qulubul hanajir, na zikafikilia nyoyo kwenye makongomeo. Hiya hanajir ni jamu hanjaratin, wa hiya muntaha alhulqumi bi shiddati alkhawfi, kwamba si kama zile nyoyo, kwa hakika zilitoka zilipo zikafikia kwenye makongomeo, bali ni kwamba ile hofu waliokuwa nayo yani walikaribia kufa kwa hofu. Moyo ukitoka si mtu anakufa, haiwezekani moyo utoke alafu uwe hai. Kwa nyoyo zao zilivyokuwa zimejaa hofu, basi ilikuwa karibu wafe kwa hofu, kana kwamba zile nyoyo zatoka wafe. Ndio maana ya kusema wabalaghatil qulubul hanajir. Sawa, nasema kwamba ma jamu hanjaratu wa hiya muntaha alhulqum, ni mwisho wa mshipa wa pumzi. Sawa, ndio unaitwa nini? Khanjar. Watadhunnuna billahi dhununa, na hali ya kuwa mnamdhalia Mwenyezi Mungu dhana mbalimbali. Tadhunnuna billahi dhununa almukhtalifata binnasri walyasi, dhana zenye kutofautiana za kunusuriwa na kukata tamaa, wengine wakidhani kwamba Mwenyezi Mungu atawanusuru na kuwatoa katika hiyo hali wakiwa ni washindi na wakiwa salama, wengine wakiwa katika hali ya kukata tamaa, ndio watadhununa billahi dhununa. Hii ukiangalia ilivyoandikwa hapo, imeandikwa na alifu Sahapa pana tofauti ya viraa. Amesoma Nafi na Ibn Amir na Abu Bakr kwa kuthibitisha alifu baada ya hiyo dhunun, watadhunnuna billahi dhununa, kama vile ambavyo walifanya kama hivyo kule awatana rasula fadhalluna sabila, pamoja na kuwepo hiyo alifu na la, sio kwamba alifu hiyo inafanana na hau sakti. Unaelewa? Kama vile ambavyo kuna hau sakti watu husimama kwayo, basi na hii alifu nayo imepewa hukumu kama ya hau sakti kwa ajili ya kuweka wazi ile haraka, kwamba ile nuni inapata Sasa hii ukisimama
Hawa waliosimama wanaithibitisha, yaani hawa wanaithibitisha kwa kusimama lakini kwa kupita haithibiti. Sawa. Abu Amri na Hamza wao wameiondosha kabisa alifu hiyo. Sawa. Mwingine wanaithibitisha kwa kusimama, wanaiacha kwa kupita. Lakini hawa tuliowataja, Nafi ibn Amir na Abu Bakr, tusema Abu Bakr maanake ni riwaya ya Shuba kutoka kwa Asim. Hawa wanaithibitisha kwa kusimama na kwa kuunga maneno. watadhunnuna billahi dhununa au watadhunnuna billahi dhununa hunalika bituliya almu'minun, kwa kuyaunga maneno. Sasa asema utuliya almu'minun uktubiru liyatabayana almukhlisu min ghairihi, walijaribiwa siku ile waumini ili adhihiri mwenye ikhlasi na asiyekuwa mwenye ikhlasi. Kama tunavyosema siku zote kwamba ikija kama hivyo maanake ni wadhihiri waweze kuonekana. Ama Mwenyezi Mungu yeye anawajua toka azali. Wazulzilu, na wametingishwa, zilzalan shadida, kutingishwa kukubwa, min shiddatil fazai. Wa idh yaqulu almunafiquna, kumbuka ewe Muhammad, wakati wanasema wale wanafiki, walladhina fi qulubihim marad, na wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi, dhafu itikadi, unyonge wa itikadi. Hawana itikadi iliyo na nguvu, wanaitakidi lakini itikadi yao ni dhaifu. Wale pamoja na wanafiki, kumbuka waliposema ma wa'adana Allah wa rasuluhu bin nasr illa ghurura, hakutuaga Mwenyezi Mungu na mtume wake ila hadha bahaqilan. Sawa. wa qalat ta'ifatun minhum, kumbuka ewe Muhammad wakati niliposema kundi katika wao, almunafiqina minhum min almunafiqina, niliposema kundi katika wanafiki, ya ahla Yathriba, enyi watu wa Madina, la muqama lakum, hamna kukaa ninyi hapa, farji'u, rudini, hamna kukaa, rudini. Yathriba hiya ardhul Madina, ardhi ya Madina ndio inayoitwa Yathriba, na imetiwa fatha pamoja na kuwa ni mudhafu ilayhi. Asema walam tusraf lilalamiyati wa wazni lfili, haikusarifiwa kwa ualamu na uzani wa fiili. Unaelewa? Ndio maana ikawa ni Yathriba, sio Yathribi. Kwa hili ni jina katika majina ya Madina, inaitwa Yathriba, inaitwa Taiba na mengine mengi na majina chungu nzima. Sasa hili ni katika yaliyokuja katika Qur'ani. Kwa sasa asema wakati wanafiki waliposema kuwaambia wenzao, ya ahla Yathriba la muqama lakum, hamna nyinyi kufanya ukazi, hamna kufanya ukazi. Bidhammil mimi qiraat Asim hicho, na tafsiri yake ndio hiyo. Wa fathiha, na kwa fatha ya nini, la maqama lakum, maana hamna mahali nyinyi pa kufanya huko pa kusimama. Ndio akasema wala makan, la iqamata wala makan, hamna nyinyi kusimama wala hamna kutumizana. Wala hadhihi nuskati huwa bimaana al-iqamati fayakunani raji'aini li qira'ati ad-damm, wa fi nuskatin wala makanuha wa alayhi wala makanaha wa alayha, fal awwal rajin lid-damm wa thani lil-fathi. Ipo nuska hiyo hapa,
la iqamata wala makanaha, hamna la iqamata wala makanaha, ipo makanaha, hamna kuna la iqamata wala makana. Sasa hii itakuwa kwa ujumla maana yake ni tafsiri ya kile kiraa cha kwanza la muqama, la iqamata wala makana, hapana kufanya ukazi wala hapana kutulizana. Ya la makanata yenyewe ni tafsiri ya iqama. Kwa ikiwa la maqama lakum, maanake hamna nyinyi mahali pa kusimama. Sawa, farjiu, kwa hiyo rudini, kwa sababu hiyo rudini. Farjiu ila manazilikum min almadina, rudini katika majumba yenu Madina. Wakanu kharaju maa nabii sallallahu alaihi wasallama ila jabali Sal'i, walikuwa hawa wanafiki wametoka pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda vitani mpaka kufika jabali Sal'i, jabali kharija al-Madina, jabali ambalo liko nje ya Madina, lilikutana kwa ajili ya kupigana. Pamoja na kutoka huko wakaambiana maneno hayo. Katika zile bidhaa zao na kuwakasha watu tamaa. Kwa anasema kwamba wastadhinu fariqun minhum an-nabi, na linataka ruksa kundi katika wao, linamtaka ruksa kundi katika wao Mtume sallallahu alayhi wasallama, wataka ruhusa ya kufanyaje? Firujui, kurudi, watakaorudi zao Madina. Yakuluna inna buyutana aura, wanasema hakika majumba yetu ni matupu, hayana watu. Ghaira hasinatin yukhsha alaiha, si yenye kuhifadhiwa, si yenye kuhifadhiwa, yanaogopewa. Asema liannaha kasiratul hitani wa fi atrafi almadina fayukhsha alaiha min as-surrati, kwamba sisi majumba yetu bwana yako kando kando ya Madina na nyumba zenyewe ni fupi, mtu aweza akaruka ukuta tu akaingia. Hayakuwa ni yenye kuhifadhiwa bwana, hayana ngome, kwa maana haomba ruhusa sisi tusende pigana. Lakini hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapinga na wakanusha, wama hiya biaura, hayakuwa hayo majumba ni matupu. Yuriduna illa firara, hawataki hao ila kukimbia. Watakakimbia vita tuwaona lolote, illa firara min alqital, walau dukhilat alaihim min aqtari, lau ingeliingiwa Madina juu yao. Sawa, walau dukhilat alaihim, lau ingeliingiwa, lau dukhilat almadinatu alaihim, ingeliingiwa Madina juu yao, min aqtariha, na wahiha, katika pande zake zote. Thumma su'ilu alfitna, kisha wakataa kwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu, la atauha, wangeliiendea shirki, wangeliiendea shirki. Thumma su'ilu alfitna salahum dakhiluna alfitnata ashirka la atauha au la atauha bilmaddi walqasri. Maelana hapa qiraa sala atauha ni cha Ibn Kathir, Nafi na Ibn Amir ndio waliosoma pasina kuvuta. Wengine waliobaki kutoa hao watatu wamesoma la atauha. Sawa, kimtoa Ibn Kathir
Nafi na Ibn Amir, kwa maana wale kufiyuna wote wale kufiyuna, Kisai, Hamza, Asim na Abu Amr, wote hao wamesoma la atauha. Sawa, wangeliendea fitna. Ikiwa la atauha wangeliileta, kwa maana wangeshirikisha yote, maana ni moja. Maanake ni kwamba hawa jinsi walivyowaoga, wametoka vitani kama hivi wakapigana, lakini wanaogopa watakawarudi. Lakini uoga wao umefikia hatua, lau kama ingelikuwa limeingia jeshi Madina, baada ya kuingia jeshi Madina wakaambia haya, mshirikisheni Mwenyezi Mungu, wangelimshirikisha. Ndio fitna. Kwa sasa hii ni kuonyesha kwamba wao hawakuwa kweli katika imani zao. Na je, mtu kama akilazimishwa atakuuliwa, akitakiwa kutamka tamko la shirki, sifa atauliwa, akitamka mwenyewe itakuwa amefanya vibaya? Jawabu, hakufanya vibaya. Sasa mbona hawa lau dukhilat alaihim min aqtariha thumma suidu lfitnata la atauha? Kwa nini sasa maneno haya? Maneno haya maanake ni kwamba kizingirwa kama hivi atakiwa mpigane. Sio mmekwapa katika mji wenu mnalemaa, atakiwa mpigane, pambane. Ndio maana ikatajwa habari hii, imetajwa kuonyesha udhaifu wao katika imani zao. Wama talabbathu biha illa yasira, na wasingelikaa katika hiyo Madina ila kidogo. Walaqad kanu ahadu llaha min qablu la yuwalluna al-adbara, na hakika walikuwa wamemwahidi Mwenyezi Mungu min qablu, kabla ya vita al-Khandaqi, la yuwalluna al-adbara, hawatakupa miongo, hawatakimbia. Sawa, walitoa ahadi kwamba hawatakimbia. Wakana ahdullahi mas'ula, na yeye ahadi ya Mwenyezi Mungu ni yenye kuulizwa. Anil wafai bihi, ni kwenye kuulizwa kuitekeleza. Sawa, qul lan yanfaakum al-firaru in farartum, sema hakutowasaidia nyinyi kukimbia mkikimbia, min almauti, kukimbia kufa, min farartum min almauti, mkikimbia kufa, au alqatli, au kuuliwa. Kama wakati wenu wa kufa umefika, kukimbia kwenu kufa hakutosaidia, na kama mmepangiwa kuuliwa pia, kukimbia kwenu kuuliwa hakutosaidia, mtauliwa tu au mtakufa tu. Wa idhan la tumattauna, na wakati huo mkikimbia hamtostareheka nyinyi duniani hapa, illa qalilan, ila muda mdogo. Wa idhan in farartum la tumattauna fi dunya ba'da firarikum, hamtastareheka duniani baada ya kukimbia kwenu, illa qalilan baqiyata ajalikum, ila muda mdogo tu basi ya umri zenu, ya muda wenu, kwa maana kila mtu atakapokuwa atakufa. Sasa kama mnakimbia kufa katika vita, mnashindwa kuitetea dini yenu, nadhani litawasaidia hilo? Hapa duniani mtakaa kidogo tu, alafu muda ukimalizika mtaondoka. Kwa itakuwa mmestarehe muda mdogo tu, mmeacha starehe ya milele ya kuja kustarehe kusiko na mwisho. Anasema qul man dha alladhi yasimukum min Allahi, sema waambie hao, man dha alladhi yasimukum yujirukum min Allah, ni yupi ambaye atawanusuruni nyie na adhabu ya Mwenyezi Mungu, in arada bikum su'a, akiwakusudieni nyinyi Mwenyezi Mungu kuangamiza, halakan wa hazima,
kuangamiza na kushindwa katika vita. Au yusibukum bisuin in arada bikum rahma, au nani atakayewapata nyinyi kwa baya akiwatakieni nyinyi Mwenyezi Mungu kuwarehemu. In arada Allahu bikum rahmatan khaira, kama Mwenyezi Mungu akiwatakieni kheri, hakuna yeyote mwingine ambaye atawapata kwa ubaya. Hapa pana funzo kubwa la tauhidi, kwamba lolote utakalokutana nalo basi ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kutaka kwake. Kama Mungu ametaka kukuneemesha, hakuna atakaye kurudisha chini, atakayeiondoa neema hiyo kwako. Na kama Mwenyezi Mungu amepanga kukupa mtihani wa aina yoyote, basi hakuna atakayeweza kukuweka katika neema. Unasema wala yajiduna min dunihi waliyan wala nasira, hatupati hawatopata wao, hawatajipatia min dunillah, kinyume cha Mwenyezi Mungu, ghairihi waliyan yanfauhu, mpenzi atakaye wanufaisha, wala nasira yadfau dhurra anhum, wala mtetezi atakaye waondoshea madhara. Sawa, basi inshallah la tashia hapa. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kuna idafa amesema hapa, lakini tameeleza hapa, asema ya ahla Yathriba hiya ardhul Madina walam tusraf lilalamiyati wa wazni lfil. Ya Yathriba haikusarifishwa kwa sababu ya ualam na wazni lfili. Ndio maana anasema ya ahla Yathribi, sababu ni hili yadhribu kama yadhribu katika uzani wa fili, alafu ni alam, ni jina la mji, ndio maana ikawa Yathriba. Unaelewa au sielewa? Sawa. Ni mudhafu. Mudhafu ndiye ambaye akiwa ni mamnuu min as-sarfi basi anasarifika. Kwa mfano laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim ile ilikuwa ya ahsana kama sio idafa, kwa sababu ya idafa ndio ikatiwa kasra, sababu ni afalu ile ni fi wazn alwasl ma wazn alfil, lakini hii hapa ni mudhafu ilayhi, sio mudhafu. Kwa hiyo ikiwa mudhafu ndio ambayo inasarifika hata kama ni mamnuu min as-sarf, lakini Yathriba ni mudhafu ilayhi. Sawa. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا، وقرابات لنا في ديننا، مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وقيلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء دما، نحظى بالخير ونبقى كل شر، ربنا أصلح لنا كل شؤون، وأخذنا بالرضا مثل العيون، واقض عنا ربنا كل الدين، قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، والصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرى،
عالم سري مستجيب الدعوة ربي فاتنا علوما برسول الله واحلل عنا المشكلات اللهم لا تمنعنا عن العلم بمعنى ولا تقطعنا عنه بقاطع وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.